Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua na washiriki wake wamekosoa mipango ambayo inaendelea ya uwezeshaji wa kiuchumi ambayo inafanyika na serikali kote nchini, wakihitaja kwamba ni ya ujanja. Na wakizungumza katika kaunti ya Murang'a, viongozi hao pia walipuzilia mbali matamshi ya viongozi wanaoshirikiana na serikali kudai kuwa chama cha Rigathi DCP ni cha kikabila, wakisema chama hicho kinajumuisha wanachama kutoka jamii zote za Kenya. Mwanahabari wetu Margaret Kimathi alihudhuria na kuiandaa taarifa ifuatayo. Katika juhudi za kueneza ujumbe kuhusu chama chake kipya cha kisiasa cha DCP, Rigathi Gachagua pamoja na washirika wake walipiga kambi Murang'a. Akizungumza huko Kiruri, eneo bunge la Kangema, Gachagua amewataka wakaazi kuwa waangalifu na kuepuka kulagaiwa kwa kupokea pesa taslimu na chakula cha msaada kutoka kwa serikali, alichodai kuwa kinalenga kuwahadaa ili kuunga mkono utawala wa Ruto. Tunaona pesa ya serikali inasanywa, MPs wanapewa, magavana wanapewa, wanapatiwa ile mtu na yetu inaitwa Yesa. Si mnamjua Yesa? Aletee nyinyi watu wachache. Si pesa yote ya serikali tuweke pamoja tusomeshe watoto wote vile Kibaki alifanya. Gachagua alisema kuwa ahadi zilizotolewa na serikali ya Kenya Kwanza hazijatekelezwa na kwamba ajenda yake ya maendeleo inasalia kuwa gumzo bila matokeo yanayoonekana. Tukuwe na wajumbe zaidi ya 150 ya kuchunga mambo yetu pale katika bunge la kitaifa. Tukuwe na maseneta zaidi ya 20 ya kuchunga mambo yetu pale katika Senate. Tukuwe na MCA zaidi ya 800 ya kuchunga mambo yetu katika County Assembly. Na huyu Kasongo amepanga kuanzisha chama mingi sana. Kuna chama tayari kama ile ya Kuria, Moses Kuria, hiyo ni chama ya Kasongo. Ile ya Kionjore ni chama ya Kasongo. We are paying to be gone. Tunalipa kodi ya nyumba. Shamba ni ya serikali. Pesa ni sisi tumetoa. Alafu anauza hizo nyumba. DCP. Viongozi walioandamana naye walimtetea Gachagua kufuatia matamshi yake ya ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007. Gachagua ambaye alizungumza wakati wa mahojiano kwenye mitandao siku ya Ijumaa alipuzilia mbali dhana kwamba maafisa wakuu serikalini wanaweza kushawishi matokeo ya uchaguzi ujao. Na mlikuwa mnasema kwamba yeye ni mkabila. Tumeona chama alichounda ameweka watu kutoka katika kila sehemu ya Kenya. Kwa hivyo sasa hamna la kusema. Lakini wakikuja watupatie pesa, tutakura kwa sababu ni malipo ambayo tulichagua William Ruto 2022, hapana siku nyingine. Hiyo ni malipo yetu ya kutuchagua 2022. Wakati akishamaliza sisi tunaingia chama yetu na tutachagua Rigathi Gachagua na tutajiendea nyumbani. Margaret Kimathi, NTV.